Raisi Captain Ibrahim Traore amekuwa ni raisi ambaye anawindwa kweli kweli na watu mbalimbali kutaka kumpindua katika nchi ya Burkina Faso, na zaidi ya majaribio manne yamefeli kumpindua jamaa huyo. Sasa basi, Captain Ibrahim Traore, rais wa mpito wa nchi ya Burkina Faso tangu Oktoba mwaka 2022, alianzisha mbinu kali za kuhakikisha usalama wake na kuondoa wasaliti ndani ya jeshi lake. Sasa basi, hii leo Bongo Super Media tuko hapa kuangaza baadhi ya mikakati, lakini pia mbinu za siri ambazo anazitumia Captain Ibrahim Traore kwa ajili ya kuwanasa wasaliti katika serikali yake na jeshi lake. Unakwenda kufahamu ndani ya video hii. Wewe cha kufanya ni kubonyeza alama ya kusubscribe ili uwe mtu wa kwanza kupata video mbalimbali kutoka hapa Bongo Super Media, na bila kupoteza muda, wacha tuanze. Mbinu namba 1: kufanya usafishaji mkubwa katika jeshi. Captain Ibrahim Traore ameondoa maafisa 16 wa ngazi za juu kwa tuhuma za makosa makubwa, ikiwa ni pamoja na majaribio ya kupindua utawala wake. Miongoni mwa waliovuliwa vyeo ni Luteni Kanali Viesidedie Bamwone na Luteni Kanali Evrald Samda, ambao walidaiwa kupanga njama za kuipindua serikali ya nchi ya Burkina Faso. Hii ni sehemu ya juhudi za kuimarisha nidhamu na kuondoa upinzani ndani ya jeshi la Captain Ibrahim Traore. Hiyo ndio mbinu namba 1 ambayo anatumia kujilinda Captain Ibrahim Traore, kufanya usafishaji mkubwa katika jeshi. Lakini mbinu namba 2 ni kuwakamata na kuwafunga wapinzani. Serikali ya Traore imetangaza kukamatwa kwa maafisa wa zamani na wa sasa wa jeshi pamoja na raia kwa tuhuma za kupanga mapinduzi. Kwa mfano, jaribio la mapinduzi lililoshindwa Januari 2024 lilihusisha mtandao wa wanajeshi na raia waliodaiwa kupokea ufadhili kutoka nje ya nchi ya Burkina Faso. Kwa maana kuna wanajeshi pamoja na raia ambao walitumwa kwa ajili ya kufanya mapinduzi kutoka nje ya nchi ya Burkina Faso. Watu wa kimataifa ndio waliwatumba. Sasa Captain Ibrahim Traore aliwakamata mwaka 2024. Hivyo hii ni mbinu namba 2 ambayo ameitumia Captain Ibrahim Traore kudhibiti watu ambao wanataka kumpindua, kuwakamata na kuwafunga wapinzani. Hivyo wakiona watu wamefungwa, wanajua kabisa jamaa hana mchezo. Lakini pia mbinu namba 3 ni kugandamiza mali za wapinzani. Hiyo ni mbinu namba 3 ambayo anatumia Captain Ibrahim Traore kujilinda, kwa sababu serikali imegandamiza mali za watu 100 wakiwemo maafisa wa zamani wa jeshi, raia na wanaharakati wanaodaiwa kushirikiana na magaidi au kupanga njama za kupindua utawala. Hii ni sehemu ya juhudi za kuzuia upinzani na kuimarisha udhibiti wa serikali. Kwa maana hawa wanajeshi wa zamani na raia ambao wanajihusisha katika masuala ya mapinduzi, serikali imegandamiza mali zao, kwa maana imezitaifisha. Kwa maana hawana nguvu tena ya mali, hivyo ni ngumu sana wao kuweza kuingia katika swala zima la majaribio na kufanya mapinduzi kwa sababu hawana mali tena. Ni jambo la msingi sana ambalo Captain Ibrahim Traore amelifanya. Hili ni jambo namba 3 la ulinzi wake, kugandamiza mali za wapinzani. Lakini pia njia ya 4 ambayo anatumia Captain Ibrahim Traore kujilinda na kuilinda serikali yake pamoja na uongozi wake ni kuwashinikiza wapinzani kutumikia jeshi. Kwa maana ripoti zinaonyesha kuwa serikali imetumia mbinu za kutisha kama vile kuwateka na kuwashinikiza wapinzani kutumikia jeshi katika vita dhidi ya magaidi. Hii inajumuisha wanaharakati, wanahabari na maafisa wa zamani wa serikali. Mbinu hii imekosolewa na mashirika ya haki za binadamu kama ukiukaji wa haki za kiraia. Kwa maana mpaka hapa mgundua kwamba wale ambao walikuwa ni wanajeshi wa zamani, maafisa wa zamani wa serikali ambao waliondoka katika serikali ya Captain Ibrahim Traore walishikiliwa na kuambiwa kwamba inabidi walitumikie jeshi tena kwa kwenda vitani. Kwa maana Captain Ibrahim Traore hajataka kuachia hawa maafisa wa zamani wa kijeshi ambao walijiondoa, lakini pia watumishi wa serikali ambao walijiondoa, sababu ni shida. Ukiwacha uraiani mambo mengi yanaweza kutokea. Hivyo wakaweka na akawasokomeza zaidi katika masuala ya vita ili waende wakaipambania nchi huko, na sio kukaa tu nyumbani na kunywa chai asubuhi. Hiyo ni mbinu nyingine ambayo Captain Ibrahim Traore anatumia kwa ajili ya kujilinda zaidi. Lakini mbinu namba 5 na ya mwisho ni kudhibiti mawasiliano na uangalizi wa kidijitali. Serikali ya nchi ya Burkina Faso imeanzisha mfumo wa uangalizi wa kidijitali ili kufuatilia mawasiliano ya wapinzani na kuzuia upinzani mtandaoni. Hii inajumuisha ufuatiliaji wa mitandao ya kijamii na matumizi ya teknolojia ya kisiasa za uangalizi. Kwa ujumla, mbinu hizi zinaonyesha jitihada za Rais Traore kuimarisha udhibiti wake kisiasa na kijeshi, ingawa zimekosolewa na mashirika ya haki za binadamu kama ukiukwaji wa haki za binadamu. Kwa maana mpaka hapa tunagundua kwamba Captain Ibrahim Traore ana upinzani mkubwa sana katika nchi ya Burkina Faso. Hivyo yeye amejua jinsi gani ya kuishi na wapinzani, anajua jinsi gani ya kuweza kukaa na kuwakabili hawa wapinzani wake Captain Ibrahim Traore, ambao mara kadha wa kadha huwa wanatumika kwa ajili ya kutaka kumuondoa madarakani. Hata mwaka 2025 amenasa baadhi ya wanajeshi ambao walipanga kumpindua, na mwisho wa siku
amewatia nguvuni, huku akisema kwamba hawezi kuwataja hadharani, lakini yeye amejipanga kufanya uchunguzi ili kujua ni kina nani zaidi ambao wako nyuma ya mpango huo. Nini hasa ambacho kinapelekea Captain Ibrahim Traore aandamwe sana? Yani ni sababu zipi ambazo zinapelekea Captain Ibrahim Traore? Namba moja, tofauti za kisiasa na kiitikadi. Baadhi ya maafisa wa jeshi walikuwa waaminifu kwa viongozi wa zamani kama Roch Kabore au Paul Henry Damiba. Traore alipochukua madaraka kwa mapinduzi ya kijeshi, aliondoa baadhi yao na kupunguza ushawishi wao, jambo lilosababisha chuki na uasi wa kisiri. Yani hapa umeshagundua kwamba wale baadhi ya wanajeshi waliokuwa wakimuunga mkono Roch Kabore au Paul Henry Damiba, Traore alipoingia madarakani aliwatoa na yeye akapanga safu yake nyingine mpya. Sasa hawa wamekasirika na ndio maana wanazua uasi na ni wapinzani wake wakubwa hawa. Lakini pia namba mbili, kutoridhika na namna wanavyoshughulikia ugaidi. Kwa maana wapo wanaosema kwamba licha ya ahadi zake, ugaidi na mashambulizi ya makundi ya kijihadi bado ni tatizo kubwa katika nchi ya Burkina Faso. Lakini pia wanajeshi walioko mstari wa mbele wanahisi hawapati msaada kutosha au vifaa vya kijeshi vinavyohitajika, na hii sababisha kukata tamaa na kutafuta njia mbadala, hata mapinduzi, ili aingie mwingine aweze kuiongoza nchi ya Burkina Faso. Wanaona huyu Captain Ibrahim Traore ni kama anazembea hivi kushughulikia mambo ya ugaidi. Lakini pia jambo namba tatu ambalo linapelekea watu watake kumpindua Captain Ibrahim Traore ni uongozi wa kiimla na ukandamizaji. Kwa maana Traore amekuwa akiendesha serikali kwa mkono wa chuma, kufukuza, kukamata au kuatisha wale wanaompinga. Lakini pia hii imesababisha hofu na chuki miongoni mwa wanajeshi na raia, na wengine kuona njia pekee ni kuungana kimya kimya dhidi yake. Kwa maana Captain Ibrahim Traore huko nchini Burkina Faso yeye ni mtu kazi, kwa maana anafukuza baadhi ya watu, anakamata wanataka kumzariti, lakini pia kuatisha kwa adhabu kali kwa wale wote ambao wanataka kumpindua. Hivyo watu wanaona kabisa huyu mwamba anatawala kidikteta. Lakini pia jambo la mwisho ambalo linapelekea Captain Ibrahim Traore watu wengi waweze kutaka kumpindua katika nchi ya Burkina Faso ni migawanyiko ya kikabila na kiundugu, loyalty lines. Kwa maana kama ilivyo katika nchi nyingi za Afrika, migawanyiko ya kikabila au uaminifu kwa maeneo fulani inaweza kuchochea uasi. Ikiwa Traore anapendelea baadhi ya vikundi au mikoa, basi wengine wanaweza kujisikia kutengwa na kupanga kumtoa madarakani. Na hii ipo mara kadha, watu kuona kama rais hawapendi, rais anapendelea upande mmoja. Lakini kila mkoa huwa unakuaga na wakati wake, rais atafika kwa ajili ya kufanya maendeleo. Na mwisho kabisa tumalize na shinikizo kutoka nje au maslahi ya kigeni. Hii ni pointi ya mwisho kabisa. Kuna uwezekano wa baadhi ya majaribio ya mapinduzi kuungwa mkono kwa siri na mataifa ya nje au makundi yenye maslahi, hasa kuhusu rasilimali kama dhahabu. Burkina Faso ni nchi yenye utajiri wa madini na mapambano ya udhibiti wake ni sababu kubwa ya migogoro. Kwa maana Captain Ibrahim Traore anapopambana kudhibiti dhahabu zisiondoke nchini Burkina Faso na kwenda nje, basi watu wengi watu kutoka mataifa mbalimbali ambao wameshatumbulia macho kwa muda mrefu na walikuwa wanapiga madili yao mianya yao kuziba, unaona kabisa umwamba anaziba ulaji, ni bora wamuondoe pale katika uongozi. Hivyo shinikizo kutoka nje au maslahi ya kigeni na pengine ndio chanzo kikubwa sana mpaka Captain Ibrahim Traore watu wanataka kumuondoa madarakani. Hizo ni sababu ambazo zinapelekea Captain Ibrahim Traore kila siku kama wasaliti, watu wanataka kumuondoa madarakani. Sababu ndio hizo ambazo nimekutajia hapo. Mtazamaji Bongo Super Media, wewe maoni yako ni yapi kuhusiana na hiki? Andika hapo katika sehemu ya comments.